injili yetu. Lakini imetajwa pia sanda, imetajwa sanda. Sehemu nyingine wanatumia lugha rahisi au nzuri watu kuelewa, wanasema vitambaa au wanapunguza makali. So tunatambua wazi kuwa sanda ni nguo ambayo anavalishwa huyo mtu ambaye amekufa anapoenda kule kuzikwa. Msingi kwa kweli, hata wakikupatia suti nzuri ya namna gani uliyoipenda, lakini wanapaswa kukuzungushia kidogo hiyo sanda na yenyewe uende nayo, na yenyewe wengine wanataka nguo ya mwisho unaenda nayo sanda. Sasa ukisikia habari ya vitambaa, leso, nini, hizi ni lugha za kupunguza makali ya, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kuogopa sana habari ya kifo. Lakini hivyo vyote ni sanda, ni sanda ambazo ziko. Sasa kaburi ni nini katika maisha yetu sisi kama Wakristo? Katika maisha ya imani, kaburi ni mazingira yote ambayo mimi na wewe yanatuingiza au kutupeleka katika kutenda dhambi. Hayo ndio mazingira. Mazingira hayo yanaitwa kaburi, kwa sababu ndiko ambako sisi tukishaanguka sasa katika dhambi tunazama moja kwa moja huko. Na sanda sasa ndio hayo yote mabaya ambayo tunakuwa nayo katika maisha yetu na tunaendelea kung'ang'ania. Kuna watu wana sanda za ulevi, kuna watu wana sanda za uongo, kuna watu wana sanda za wizi, kuna watu wana sanda ya utapeli, kuna sanda za ufisadi, sanda za mambo mbalimbali katika ulimwengu wa leo. Kifupi, sanda ni yale yote ambayo yanaenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu.